Kuna hii taarifa hapa ambayo imesambaa sana huko kwenye mitandao ya kijamii na kuibuka taharuki kidogo, lakini pia hii ni taarifa iliyoshtua kwa sababu kwa nchi ya Tanzania kwanza hakujawahi kitokea kikundi cha kiasi ama cha kigaidi na kujitangaza hadharani, lakini pia haijawahi kuzoeleka kusikia watu au kikundi kimekiri kufanya tukio la uhalifu hadharani. Haya tulikuwa tunasikiaga kutoka huko nchi za mbali, lakini pia hali ya kuona kikundi au watu wanajitokeza na kusema hadharani bila uoga kwa wao ndio wamehusika na mauaji fulani ni hali inayoshtua kweli kweli, na hii ndiyo limepelekea kuileta taarifa hii hapa ili vyombo vya ulinzi na usalama viweze kuwa macho kupambana na vikundi hivi vilivyoamua kujitangaza waziwazi, lakini pia kuwapa watu tahadhari kuwa kuna kikundi kimejitangaza kinafanya tukio la kihalifu na kimesema kitaendelea kufanya. Tanzania ni nchi ya amani, basi tuzidi kuiomba na kuilinda amani. Matukio ya kutia hofu kama haya inadhaniwa yalipaswa dhibitiwa mara moja. Wewe ambaye ndo mara kwa kwanza unatutizama, ni kusiuhakikisha umebonyeza maneno subscribe ili usiwe unapitwa na taarifa zetu. Bonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele itakayokuja. Kama tunakumbuka, siku kadhaa zilizopita huko nyuma tulikuletea taarifa ya kuuawa kwa mwenyekiti wa CCM kule kitongoji cha Itumbi, kata Matundasi, wilaya Chunya, mkoani Mbeya, alijulikana kwa jina la Elia Sambala mwenye miaka 55. Huyu aliuawa kwa kukatwa mapanga na watu wasiojulikana alipokuwa shambani kwake, ambapo tukio hili lilitokea Februari 14, 2026 majira ya mchana, wakati marehemu akiendelea na shughuli zake za kilimo katika shamba lake lililopo njiani kuelekea kitongoji cha Makata Ng'ombe. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa baadhi ya wananchi wa eneo hilo, marehemu alionekana mara ya mwisho akiwa peke yake akifanya kazi shambani kabla ya kushambuliwa na watu wanaodaiwa kuvamia ghafla na kumjeruhi vibaya kwa mapanga. Inadaiwa kuwa washambuliaji hao walitoweka mara baada ya kutekeleza tukio hilo, hali iliyozua taharuki na hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Itumbi na maeneo ya jirani, huku jeshi la polisi likitangaza mara moja kuanza uchunguzi wa tukio hilo. Kitu ambacho sasa kimeshangaza wengi na kuogopesha ni kwamba baada ya tukio hilo baya kutokea, polisi wakiwa kwenye uchunguzi, ghafla kwenye mitandao ya kijamii zilianza sambaa video zikimwonyesha mtu mmoja ambaye anakiri kuwa kikundi chao ndicho kilichohusika na mauaji ya mwenyekiti huyo wa CCM. Mtu huyo alijitambulisha kuwa yeye ni mmoja anayetoka katika kundi la waasi alilolitaja kuwa linatambulika kwa jina la kifupi TFF. Alikiri bila uoga kuwa wao ndio walihusika na kifo cha mwenyekiti yule. Video hizi zilianza postiwa na watu mbalimbali akiwemo Twa Mwaipaja na wanaojitambulisha kama wanaharakati uko mitandaoni. Baada ya kuposti, Twa Mwaipaja aliandika, tumefikaje hapa kama nchi? Tanzania ilikuwa sehemu salama sana kuishi, ila leo tunaingia kwenye kisasi cha kujitakia. Waliojiweka madarakani hawataki kukili kama kuna tatizo. Mambo haya tunayaona ya kawaida, ila watu wakichoka Tanzania haitakalika. Toeni katiba mpya, achilieni wafungwa wa kisiasa na waaini wa mchongo wa maandamano wa tarehe 29 mwezi wa 10, 2025. Mpaka sasa mmefungua watoto wa watu magerezani bila sababu za msingi. Tujenge Tanzania yenye haki, umoja na mshikamano. Haya yote yataletwa na katiba mpya, ila mambo ya utekaji na mauaji ni mambo ya kijinga. Hayo aliandika Twa Mwaipaja alipoposti video hii ambayo ninakuachia uenda kumsikiliza. Tukumbuke lengo la kukuletea video hii ni kutoa tahadhari kwa Tanzania na watajwa
huku tukivitaka vyombo vya ulinzi na usalama kulipa uzito jambo hili, kwani ni hali isiyozoeleka. TFF nadhani tumewatumia ujumbe Mbeya wameshawakilishwa vizuri. TFF Mbeya tumemkatakata mapanga mwenyekiti wa CCM. Ni muda wa kisasi tu. Na tumebakisha madiwani wewe kama ni diwani jiandae kufa. Wewe kama ni mwenyekiti wa kijiji jiandae kufa. Maana nyinyi mnatutomeza nyinyi. Kama ni polisi jiandae kufa. Maadui wetu watatu ni hawa. Polisi, mwenyekiti, naona mwenyekiti wa CCM na mwenyekiti wa mitaa. Hao ndio tunadili nao. Wewe kama ni mtu wa polisi jiandae kwa mjane. Na hizo ni salamu tu. Hizo ni kionjo. Mbeya mkienda kwa msiba wa mwenyekiti ambaye tumemkatakata mapanga, shangilieni. Msile ubaba, msile chakula, kwenye shangilieni. Pigeni makofi. Kwa sababu walivyokuja ndivyo tulivyoenda. Ni muda wa visasi tu. Ni muda wa visasi tu. Ni muda wa visasi tu. Ndugu zetu lazima roho zao zilale mahali pema peponi. Bila hivyo hazitapumzika. Bila kufa roho zao zitapumzika. Ni wakati wa vita. Vita ni vita muda. Je, una maoni gani kufuatia hili na unaona nini kifanyike? Tuachie komenti yako hapa chini na sisi tutaisoma. Hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.